We wadau na wadaku. Nani amesikia vile DP amesema kuhusu Betty Bayo body examination? Ni examination ama ni examination? Hebu mtajua wenyewe, lakini mmesikia vile amesema kuhusu Betty Bayo kufukuliwa vile inafaa ifanywe. Guys, history ya Betty Bayo bado haijaisha. Wewe unafikiria history imeisha? Bado history inaendelea kila siku. A lot has been coming out recently about this Betty Bayo's family and Betty Bayo's body. Mambo inaendelea kuchimbuka tu pole. And we are, sisi ni nani? We are here to kuwasongezea wale wenye wajui. Pia tunajua tunawaelezea moja mbili. At least pia nyinyi mnakuwa pia na kakulu. So for those who don't know Betty Bayo alikuwa musician but alikufa a few months ago. Haraka tu tukisonga mbele kuze mambo ni mengi. Again, akavunya alikufa, ikasemekana Betty Bayo amekufa na ugonjwa unaitwa leukemia. Fuatilia story wakasema mara ni fibroids. Fuatilia story mara wakasema ni alikuwa na hiyo fibroids ilifanya alikuwa na ujauzito ikatoa ujauzito. So mama yake hakuamini Betty Bayo amekufa na nini? Amekufa na kulingana na ripoti ya daktari amekufa na hiyo leukemia ama mara fibroids mara nini. Mama yake hakuamini. So mama yake alikuwa na aliinsist mpaka akachukua hatua kwenda kwa DPP and everything, kwenda kutafuta maaskari, akaenda kila mahali by the way kufanya nini ili mwili ya mtoto wake ifukuliwe, afanye nini, ifanywe postmortem wakuje wagundue ni nini iliua mtoto wake. But mama yake ukumbuke ako US. Hizo vitu tena anajaribu kutafuta na watoto kwa simu, na connect kila kitu kwa simu akiwa huko. Mtoto wake afanywe nini? Afanywe mwili ya mtoto wake afanywe postmortem, ajue ni nini imeua mtoto wake. Kumbuka mtoto wake alikuwa breadwinner kwake. Hana mtoto mwingine mwenye breadwinner. But the shocking story is walipatia Tash ID ya Betty Bayo and everything. Hiyo wakati unajua guys, mtu akikufa lazima apatiwe nini? Apatiwe tuaje hii kitu ya burial permit and everything. So siku ya burial permit ingefaa wakapeana nini ID and everything so that Tash aenda tuanishe burial permit and everything. So hapo ndio mama yake akasema mtoto wake asizikwe, lakini akaharakishwa kuzikwa, which was very wrong. Hata mimi pia nilifeel vibaya juu harakishwa kuzikwa. Kwa nini? Angefaa kuzikwa, ingefaa azikwe after postmortem. So venye amezikwa, mama yake akachukua hatua aende afanye nini, mwili fukuliwe, and akapeleka mambo mbele, ikakuja wakapeana 7 days ya mwili kufukuliwa. Hiyo 7 days family member wako cooperate. Mama yake anajua anapeana report akiwa huko US. Sasa yeye inafaa brother za Betty Bayo na sister za Betty Bayo waende pale wafanye nini, wa cooperate, washikane na DPP, waende na maaskari hao, waende huko hivyo watoe mwili wafanye nini, wafanye postmortem, but they are not cooperating. Again wakapeana tena another 7 days. Ilikuwa 7 days ikaisha, wakapeana tena another 7 days. 7 days ikaisha, wakapeana tena mwezi. Mpaka sasa hivi Betty Bayo amekufa, I think sasa ni 2 full months imeisha. 2 full months. Sasa ikakuwa after hizo nini zimebaki, watapanga tena siku atakuja kufukua mwili wafanye nini. Kama mama yake amekuja, mama yake alikuwa anatarajiwa akuje but hakukuja. Sasa ikasemekana mama yake hayuko, brother yake anafanya nini, anaenda pale afanye nini, hiyo mwili ifanywe postmortem, aenda smile pale mwili ifanywe postmortem, hakuwe pale. Yani family member hakuwe pale. And you guys mnaona paka Tash juzi Betty Bayo alikuwa na by the way ni mtu mwenye alikuwa na mashamba, ni mtu alikuwa tu amejiweza kivyake. Hata shamba ile liko Kiambu, shamba ni yake. Na ni shamba kubwa, nasikia ni shamba kubwa atijoti ya acres 8 ama ni acres ngapi, ni the big land. Sasa hiyo big land I think the family members wako walikuwa wanataka waende wasijua gawane, maybe kitu kama hiyo. But hapo ndipo penye alizikwa. And kumbuke alikuwa na companies and everything. Hiyo company zake sasa zimechangewa jina Tash. Sasa Tash ndio CEO wa company za nani, za Betty Bayo. Yeye ndiye anaenda fanya anashughulikia hata kina Sky kwa baia food, kwa baia manguo. Despite that wako na pastor baba yao na wabaia hizo vitu, but bado wako na baba yao Tash anafanya nini, anawashughulikia stepdad wao. Sasa hii mwili ya Betty Bayo kufukuliwa ndio imeleta shida. Wengine wanasema mwili ya Betty Bayo, sister zake wengine wanasema mwili Betty Bayo shakufuata mwili kifukuliwa afanywe postmortem, watakuwa na waste do na
na hata fufuka. Wengine babake anainsister, anasema mwili ya mtoto wake lazima ifukuliwe, lazima ajue ni nini iliua mtoto wake. Mimi personally mimi naona wafaida kufukua saizi mwili. Saizi si naona imesha nini, siku zimejua, hata akimfukua hakuna kitu sana, hakuna kitu watagain, hata amka waone awaongeleshe, hata amka. So mimi nasema wasifukue mwili, hizo wa focus tu, wachukue tu hizo mali za Betty Bayo, wakuje waangalie nini. Alafu the shocking story ni hizi vitu zote hawa watu wanataka wafanye wakiwa huko mbali. Mamake ana hizi vitu zote ana order akiwa huko mbali. Brother zake wako hapa karibu, brother yake wako hapa karibu. I think kuna brother wawili ama watatu, wasichana ndio wengi. But they are not shughulika anything. Wako tu wapata kitu na maneni waendi. So saizi hawa nini wame-reject. Hawa nini wamekataa, wamesema hawataki hizo mambo tena. Because the family member, they are not cooperating. They are saying in these things we must cooperate with the family because we can't go there alone. Sisi hatuwezi enda by ourselves, tujipeleke tu huko tuanze kufukua mwili, tuanze kunini. Pia itakuwa pia ni kesi itatuangukia sisi, which is very bad and which is very true. Wafai kwenda tu kufukua mwili hivi, lazima family member akue hapo hivyo. Tashi yeye amesema ako sawa, amesema yeye amesema ako tu tayari, Tasha ako tu ready, lakini sasa shida ni family member wa Betty Bayo, they are not cooperating. So DPP ametangaza saizi hapa, nimetoka kuona, amesema hiyo kesi, hiyo nini, hizo stories za kufukua mwili ametupilia mbali. Sasa tunangoja mama yake akuja aongee. Mama yake ndio anakuja kwa kamera na anaongea na analia na anafanya ni okay, ni mama lazima ulie, hata mimi nilipoza family yangu lazima nilie, ni feel vibaya. But sasa hii story za kufukua mwili ni everything, nobody inaleta confusion hapa katikati. So hawa DP wamekataa. DP vinatangaza watu waende waangalie mwili tena, same ile ametangaza, amesema hiyo ni ya Betty Bayo, hiyo kesi yake ya kufanya mwili yake kufanya postmortem amecancel, amekataa. Kwa nini amekataa? Ametoa reasons za kukataa. First thing amesema you need to cooperate. Cooperation ya family na cooperation ya maskari lazima iwe moja. But the family member hata wakipigiwa simu, they are not picking. Everyone is busy. So wamekataa na wame-reject. Kwa yule ajui, wame-reject na wamesema hiyo maneno imeisha hivyo. So I don't think kama watakuja tena kuongelea story tena mara nyingine, but let's pray for the family because it happen but we can't change anything. Yeah, mimi ndio tunataka kusema. Wewe toa maoni yako kwa comment section, give me your opinion. What do you think of this story? Do you think it's right wafukue mwili wafanyie postmortem? Haya basi, ningependa wafukue mwili, but na sometimes ukijaribu kuangalia left right na unaona hapana, ina faida ya kufukua tena mwili because at the end of the day the person is already dead. Hata ukishajua reason ya iliua huyo mtu, hakuna kitu cha kusaidia nayo. Utajua reason ya alikufa tabia hii, alafu then hata amka. So instead of you wasting a lot of money kwenda kufanya post because ni pesa unalipa, instead of wasting money and doing all those things, afadhali mtu tu akubalie na asonge hivyo. Yeah, so ni hayo guys, give me your opinion in the comment section. What do you think of this story? And don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to share me out guys. Blessings and take good care of yourselves. Nawapenda sana.